Mambo ni mengi kwelikweli, muda ni mchache, naweza nikasema hivyo kulingana kwa kile ambacho kinaendelea ndani ya soka la Tanzania huko kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara, kukiwa na sekeseke ambayo inaendelea haswa kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Sasa tayari utata umeendelea, kila mmoja anazungumza la kwake. Je, kwa upande wa klabu ya Simba ni vipi wamekubali kucheza mchezo huo? Wakati huku kwa upande wa wanachama wanaonyesha kabisa kwamba hawapo tayari kwenye mchezo huo. Lakini pia hata kwa upande wa baadhi ya viongozi wanaonekana ni kama hivi wao wanapinga kuelekea dabi hiyo ya Kariakoo. Sasa tayari ninayo taarifa hapa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kati ya wanachama pamoja na uongozi wa klabu ya Simba, lakini pia juu ya mwenyekiti wao Mangungu. Mambo ni mengi kulikoli yanaendelea, tutakwenda kutaarifiana hapa, lakini kabla sijakupatia taarifa hii kiundani, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Joto limepanda ndani ya klabu ya Simba baada ya kile kinachoonekana kuwa ni mpasuko mkubwa baina ya uongozi wa juu wa klabu na wanachama kufuatia mabadiliko ya ghafla ya tarehe ya Kariakoo Derby dhidi ya Yanga. Mchezo huo mkubwa uliokuwa umepangwa awali kuchezwa Juni 15, sasa tunafahamu kwamba tayari umepangwa kufanyika tarehe 25 ya mwezi huu, na hiyo imeibua msuguano mkali usio na dalili ya kutuliza hivi karibuni. Katika hali isiyo ya kawaida, wanachama wa klabu ya Simba kutoka matawi mbalimbali nchini wameibuka kwa sauti moja wakishinikiza kuitishwa kwa kikao cha dharura cha wanachama kabla ya mechi ya ligi kuu dhidi ya Kagera Sugar iliyopangwa kuchezwa Juni 22. Wanachama hao wanasema kwamba hali ndani ya klabu hiyo haieleweki, maamuzi yanayotolewa bila kuwashirikisha, na kama hali hiyo itaacha iendelee, basi huenda Simba ikaingia kwenye mechi ya watani wa jadi ikiwa kwenye mtikisiko wa kiutawala. Baadhi ya wanachama aliweza pia kunukuliwa akisema kwamba hatuwezi kuelekea kwenye mechi kubwa kama dabi tukiwa na sitomfahamu. Tunataka kikao cha dharura kabla ya mechi ya Kagera, tuambiane ukweli, na kama Mangungu ameshindwa kutuongoza ni bora tu aseme. Hatutaki kiongozi wa vuguvugu, alisema mmoja wa wanachama kutoka moja ya matawi. Wanachama hao wanahoji ni kwa kigezo gani kwa upande wa Simba ilikubali mabadiliko ya ratiba, huku ikiaminika kwamba klabu ilikuwa imekushaweka mikakati na maandalizi kwa tarehe ya awali. Wanasisitiza kuwa heshima ya Simba inavunjwa kwa maamuzi ya kinyemera na kwa viongozi wa sasa wameshindwa kusimama kama ngome ya Simba ilivyozoeleka. Mmoja wa wanachama wanasema kwamba jina la mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu liliibuka mara tu likihusishwa kuwa na lawama nzito, kwa sababu yeye pia alionekana akikutana na baadhi ya viongozi wa klabu ya Yanga, pamoja na kama ambavyo tunafahamu Mangungu ndiye ambaye aliweza kukutana pia na rais. Baada ya hapo bodi ikabadilisha tarehe. Mpasuko ndani ya bodi ya uongozi pia umeendelea kujitokeza waziwazi. Wapo baadhi ya viongozi wanadai kuwa walipinga kwa nguvu zote mabadiliko ya tarehe ya mechi, lakini hayakusikilizwa. Inadaiwa kuwa kuna maamuzi yanayotolewa bila ridhaa ya vikao halali, jambo ambalo linafanya baadhi ya viongozi kuhisi kutengwa, huku wakihofia kuwa klabu inapelekwa gizani. Wakati mvutano huo ukiendelea, timu tunafahamu inatarajia kucheza dhidi ya Kagera Sugar siku chache tu kabla ya dabi. Wanachama na wadau wa klabu wanahoji hali ya maandalizi kiakili na kisaikolojia ya wachezaji, wakisema kuwa migogoro ya kiongozi inaweza kuathiri morali ya kikosi kuelekea mechi hiyo ya kihistoria. Katika upande mwingine, watani wa jadi Yanga wanaendelea na maandalizi yao kwa utulivu mkubwa bila kujihusisha na mjadala unaoendelea wa Simba. Imetafsiriwa baadhi ya wachambuzi kuwa ni mbinu ya kuiacha Simba iteketezwe na moto ndani ya kabla ya dakika 90. Kwa sasa sauti kubwa ya wanachama wa klabu ya Simba wanatishia kwamba wanahitaji kikao. Hali si shwari kwa upande wa mashabiki, wanahisi kuachwa nje ya maamuzi mengine. Uongozi pia umegawanyika na mwenyekiti Mangungu yupo chini ya shinikizo kali zaidi kuwahi kumkumba tangu aingie madarakani. Ikiwa hatua hazitachukuliwa haraka iwezekanavyo, basi Simba imeweza kuingia kwenye dabi tarehe 25 si kama timu moja yenye umoja, bali kama klabu iliyopasuka vipande vipande. Je, kwa upande wako una maoni gani kwa hiki ambacho kinaendelea? Toa maoni yako na mimi nitapitia. Shukrani.